Ondoa mikono yako kwangu, afande, tafadhali. Ombi la mzee huyo lilipasua anga, lakini hakuna mtu aliyejisogeza. Nje ya duka kubwa lenye shughuli nyingi, polisi mwenye sare alimpiga kibao mwanamume mweusi dhaifu, akimtuhumu kwa wizi bila uthibitisho wowote isipokuwa kiburi chake. Simu zilinasa tukio, umati ulinong'ona, kisha sauti mpya ikaingia. Injini 15 kati yao. Waendesha pikipiki hawakuwa wanakuja kutazama. Walikuwa wanakuja kukumbuka deni lililoandikwa kwa rehema. Kabla hatujaendelea, tungependa ubonyeze kitufe hicho cha kujisajili. Msaada wako unamaanisha ulimwengu kwetu na unatusaidia kukuletea hadithi zenye nguvu zaidi. Sasa, tuanze. Mwangaza wa mchana ulikita usoni kwenye fasa ya jengo la duka. Mwangaza ambao ulifanya kila kwaruzo ijionyeshe binafsi. Samuel Brooks alingoja karibu na milango ya kuteleza akiwa na kikombe cha karatasi, mabega yameinamishwa, koti jembamba sana kwa upepo ambao kila mlango unaofunguka ulingiza. Alikuwa amemuomba karani maji, kisha akatoka nje kunywa na kupumua. Hiyo ingefaa kuwa mwisho wa hadithi. Afisa Grant aliamua haikuwa hivyo. Aliingia kwa nguvu, taya imefungwa, akimhoji Samuel kuhusu pochi iliyopotea. Hakukuwa na ripoti, hakuna ushahidi, isipokuwa hisia tu. Kabla Samuel hajajibu, Grant alikipiga kikombe kikaanguka. Maji yaliruka, kisha yakafaa kwenye zege. Hewa ilibanwa, simu zikapanda juu. Mtu fulani alinung'unika kwamba mzee huyo alilala nyuma ya gati ya kupakulia. Sauti nyingine iliuliza kwa nini polisi walikuwa na uhakika sana. Hakuna mtu aliyekaribia. Grant alimsukuma Samuel kwenye reli na kusema ilikuwa halali. Shavu la Samuel liligusa chuma baridi. Alinusa dawa ya kuua viini na mafuta ya kukaangia kutoka sehemu ya chakula. Aliweka mikono yake inayoonekana, viganja vikitetemeka kwa sababu hiyo ndio ilikuwa desturi ambayo wanaume kama yeye walijifunza. Endelea kupumua. Grant alimpapasa kama vile hasira ilikuwa ushahidi. Hakupata chochote, jambo ambalo lilizidisha upekuzi tu. Kibao cha pili kilipasua kelele. Kichwa cha Samuel kilinama upande, macho yakijaa na joto unalojisikia kabla tu ya kulia, lakini akakataa. Alisimama imara, kisigino kikisugua, pumzi yake ikiwa ya haraka na fupi. Umati ulibaki karibu, dhamiri ikiwa mbali. Mwanamke aliyevalia skafu nyekundu alinong'ona kwenye kamera yake kwamba afisa wa polisi aliendelea kusema pochi, kwamba mzee huyo alionekana hana madhara. Mtu fulani alicheka na kusema mtandao utaamua. Msisimko huo ulikuwa na ladha ya metali. Grant alimwambia Samuel alikuwa anakaidi. Samuel hakuwa ameondoka. Maneno hayo yalimbana zaidi. Alikuwa fundi wa ujenzi hapo zamani, yule ambaye alipima mara 2 na kukata mara 1, aliyeamini michoro ilikuweka machafuko nje. Sasa alikuwa tetesi katika mahana wa mtu mwenye sare. Msukumo mwingine. Reli ilitetemeka. Kikombe kilitimua kisha kikatulia. Sauti nyembamba, tupu. Midomo ya Samuel ilitengeneza ndio afande, hakuweza kumaliza. Alikusanya hekima ndogo ambayo bado alibeba kama pesa taslimu. Shikilia mstari, pumua kupitia moto. Nje katika eneo la maegesho, mtetemeko hafifu ulikuja kabla ya kelele. Chini mwanzoni, kama ngurumo ya mbali, watu waliangalia juu kutoka kwenye skrini zao. Zaidi ya kituo cha mabasi, injini zilishonwa kuwa mngurumo mrefu mmoja, sauti yenye nia ambayo ilimfanya hata afisa Grant asimame. Samuel aliinua kichwa chake, bila tumaini, alikuwa na udadisi tu. Umati ulibadilika na kutengeneza njia nyembamba ya nafasi, aina ambayo huonekana wakati tukio linakaribia kuchagua upande. Sasa linaanza. Pikipiki ya kwanza iliteleza machoni, kisha nyingine na nyingine, hadi mashine 15 zikapumzika katika mstari, joto likitetemeka juu ya chuma kinachong'aa, fulana zenye viraka, vioo vya uso vyenye kuakisi. Umati ulienda nyuma. Afisa Grant aligeuka, mdomo umebana, mkono karibu na mamlaka ambayo hakuwa bado anahitaji. Rick Coleman alizima injini ya kwanza na akateremsha mguu. Alivua kofia yake na kukunja macho. Kovu nyembamba ilifuatilia taya yake. Aliangalia eneo hilo,
reli, kikombe, mzee akijishikilia pamoja kwa mazoea. Utambulisho uliingia katika kumbukumbu moja baada ya nyingine. Chumba kilichobanwa kinachonuka supu, blanketi iliyokunjwa, sauti ikimfundisha jinsi ya kuweka roho yake safi. Wakati barabara ilitaka kinyume, Samuel Brooks, Pops, alisonga bila kiburi, viganja vionekane, kidevu kiko chini kiasi cha kusema, hili ni jambo la kibinadamu. Waendesha pikipiki waliunda ukuta usio imara, injini zikichezesha huku joto likipungua. Mtu fulani alinong'ona, hawa ni wa LNGLs. Mwingine alisema walikuwa shida. Grant alimwambia Rick arudi nyuma, sauti ikitafuta hadhira. Rick hakujibu kwa ukali. Alisonga nusu futi, akipanga ili mzee abaki pembeni mwake. Miondoko midogo tu, akipumua polepole, alihisi kundi lake nyuma yake, uzito thabiti. Midomo ya Samuel ilifunguka kama anaweza kusema. Badala yake, aliinua kidevu chake kwa kiasi kidogo. Rick alihisi ilifika. Alikumbuka kijana mwenye koti la wizi na mwanamume aliyeshiriki supu. Hata hivyo, alikumbuka maelekezo juu ya jinsi ya kugeuza hasira kuwa hukumu. Grant alitangaza kuzuia. Neno lilijaribu kuwa gumu. Simu ziliegemea juu zaidi. Rick aliweka sauti yake ya kawaida. Aliuliza sababu. Aliuliza ripoti. Aliuliza ikiwa mtu yeyote alikuwa ameona kitu kilichopotea ambacho kiliendelea kubadilisha sura. Maswali ya utulivu yaliwekwa chini kama mawe kuvuka mto. Taya ya afisa huyo ilifanya kazi. Mkono wake uligusa redio. Waendesha pikipiki walibadilika katika wimbi polepole. Sio tishio. Sio kurudi nyuma. Kiti cha mtoto kilitetema na mtoto alianza kulia. Rick alisonga karibu na Samuel, urefu wa kiatu kimoja, na akapinda mwili wake kukata mstari wa athari. Alizungumza kwa njia ya tabasamu ya nusu ambayo wanaume hutumia wakati zamani iko karibu. Pops, uko salama? Mzee huyo alipumua kupitia pua yake. Mikono yake ilibaki wazi. Grant alipanda buti zake na kusema angeongeza hatua. Rick alitazama kikombe kilicholowa na ukingo mwekundu kwenye shavu la Samuel. Alihisi mapigo yake yakipungua, jinsi inavyotokea kabla hujaamua kufanya kitu huwezi kubadilisha. Aliinua mkono mmoja kwa urefu wa bega, vidole vikiwa thabiti. Sio changamoto, ni mpaka. Injini zilikohola mara moja. Ukuta wa ngozi ulisimama. Upepo ulileta hewa ya kukangia na baridi kali ya milango. Rick alipumua na kusema maneno ambayo huhamisha umati kutoka kutazama kwenda kushuhudia. Kila mtu weka kamera zenu juu. Aliweka macho yake kwa Grant. Afisa wa polisi alisimama, akisoma hali ya chumba. Kisha glasi juu yao ikitetemeka. Vifuatiliaji vya usalama kwenye barabara ya kuingilia vilitoka kwenye matangazo hadi picha ya moja kwa moja. Mlinzi alitazama skrini na kisha kwa afisa wa polisi nje. Picha ilionyesha Samuel mapema akiomba maji, mikono inaonekana, hakuna kilichochukuliwa. Mtazamo wa Grant ulitetemeka. Rick hakutabasamu. Alishikilia mstari na kungoja ukweli useme, sawa. Klipu hiyo iliingia mtandaoni kabla ya machweo. Sekunde 30 za ukatili, sekunde 15 za ukimya, na fremu moja ya Rick akisimama mbele ya Samuel kama ukuta. Kufikia usiku, ilikuwa imevuka majimbo. Alama za reli, hashtags, zilijijenga. Watangazaji wa habari walisema, tukio. Sehemu za maoni zilisema, inatosha. Kwenye kituo, mwanga wa umeme ulichonga vivuli chini ya macho ya afisa Grant. Kapteni wake alitazama picha hizo mara 2, kisha mara ya 3 bila sauti. Chumba kilijisikia baridi zaidi kwa kila kucheza tena. Nje, waandamanaji walikusanyika. Baadhi walibeba kofia za chuma zenye mabawa ya malaika yaliyopakwa rangi juu yao. Wakati huo huo, katika ghorofa ndogo juu ya gereji ya Rick, waendesha pikipiki wa LNG walitazama video hiyo hiyo. Chumba kilinuka mafuta na kahawa iliungua. Rick alikaa mbali, vijiko juu ya magoti, mwangaza wa simu yake ukionyesha kwenye kovu kwenye taya yake. Hakuwa akifurahia. Alikuwa akifikiria jinsi kitendo kimoja cha rehema miongo iliyopita kilikuwa kimerudi kama bumerangi. Samuel alitumia usiku katika kliniki. Muuguzi alisema kutetemeka kidogo. Alisema alikuwa na usiku mbaya zaidi.
Alipojua waendesha pikipiki walikuwa wamebaki nje hadi alfajiri, alitabasamu. Amechoka, anashukuru, lakini bado amebeba hadhi hiyo tulivu ambayo hakuna mtu angeweza kuiba. Kufikia asubuhi, ulimwengu ulijua jina lake. Mkandarasi wa zamani, mwana hisani, aliyejishughulisha mara moja, hajawahi kuthibitishwa. Magazeti yalikuwa yamemwita mwizi hapo, lakini sasa vichwa vya habari vilimwita mwanamume mwenye mikono mpole. Wafanyakazi wenzake wa zamani walimtafuta. Wageni walitoa vyumba, kazi, matumaini. Grant alijaribu kujitetea kwenye TV ya moja kwa moja. Alisema picha hizo zilitolewa nje ya muktadha, lakini waathirika zaidi walijitokeza. Moja baada ya mwingine, walijitokeza. Watu aliowazuia, kuwatafuta, kuwadhalilisha. Ratiba iliundwa kama michubuko inayoenea. Masuala ya ndani yalifungwa faili nene kama Biblia. Rick hakuchapisha taarifa. Hakuhitaji. Ukimya wake ulizungumza zaidi. Alipanda kila siku kwenda hospitalini akiwa na chupa ya supu Samuel hakuweza kumaliza. Wakati mwingine walizungumza juu ya injini. Wakati mwingine juu ya imani. Uliweka ahadi yako, Samuel alimwambia mara moja. Rick alitikisa kichwa tu kwa sababu alikumbuka ahadi hiyo, ile ya kukaa safi ndani hata wakati ulimwengu ulikuwa machafu. Wiki 3 baadaye, kusikilizwa kwa umma kulijaza hatua za mahakama. Grant aliingia chini ya anga ambalo lilikataa kung'aa. Rick alisimama katika umati na waendesha pikipiki wengine wa LNG, ngozi ikiangaza chini ya kijivu. Jaji alisoma hukumu: mwenye hatia ya utovu wa nidhamu, matumizi mabaya ya mamlaka, ubaguzi wa rangi. Mnong'ono ulizunguka katika umati kama upepo kupitia chuma. Rick hakushangilia, alipumua tu. Jinsi unavyofanya wakati kitu kizito hatimaye huondoka kifuani mwako. Samuel alitazama matangazo ya moja kwa moja kutoka kitanda chake cha hospitali, mkono ukipumzika juu ya moyo wake. Nje ya mahakama, watu waliacha maua kwenye lango la kituo, sio kwa afisa aliyeanguka, bali kwa wazo la haki hatimaye kusimama kwa mtu ambaye hakuweza. Na kadiri umati ulivyopungua, mngurumo wa injini za mbali ulianza tena, laini, wakati huu kama ngurumo, ukiahidi mabadiliko badala ya hofu. Kufikia wiki ijayo, michango ilikuwa imeanza kumiminika. Mieni mtandaoni alikuwa ameandika, hebu tumpe mwanamume aliyepoteza kila kitu nafasi ya kujenga upya. Chapisho hilo lilikuwa na picha ya Samuel, uso uliokunjamana, tabasamu la unyenyekevu, na ndani ya masaa, kaunta kwenye ukurasa wa GoFundMe ilizunguka zaidi ya $50,000. Waendesha pikipiki wa LNG waliifanya iwe dhamira yao. Rick alisimamia kila dola kama mlinzi. Walikodi ghorofa ndogo ya studio kwenye Maple Avenue, dirisha moja, 100, na sauti ya utulivu ya maisha ya jiji Samuel hakuwa amesikia kwa miaka. Alisimama karibu na mlango wakati walimkabidhi ufunguo. Macho yalikuwa na unyevu, kidole gumba kikizunguka juu ya chuma kana kwamba anaogopa inaweza kutoweka. Asubuhi iliyofuata walimpeleka kununua. Sio kwa ajili ya onyesho, isipokuwa vitu vya muhimu tu. Buti zinazolingana, koti lenye pamba ya joto. Harufu ya pamba mpya ilichukua nafasi ya harufu mbaya ya vumbi la barabarani. Samuel alijaribu kupinga, alisema angewalipa. Rick alicheka, akasema, tayari ulifanya, Pops. Kwa msaada wao, Samuel alisajili kibali cha biashara ndogo. Alitaka kupika tena, njia ambayo mara moja alimpikia Rick wakati kijana huyo hakuwa na chochote. Waendesha pikipiki wa LNG walijenga mkokoteni wa chakula kutoka sehemu za pikipiki za ziada na grill iliyorejeshwa. Waliita Grayson Grit. Jina lilikuwa la Samuel. Siku ya ufunguzi ilivutia umati. Kona ile ile ambapo alikuwa amedhalilishwa sasa ilinukia ndizi ya kukaanga na mahuzi uliotiwa viungo. Rick aliweka pikipiki yake karibu, akitazama wateja wakipanga foleni. Baadhi walikuwa waendesha pikipiki, wengine walikuwa watazamaji wale wale ambao mara moja walipiga picha lakini hawakutenda. Mwanamke mmoja alijitolea kujitolea. Mwanamume mwingine aliacha dondoo ya $20 na kusema, nilikuwa huko siku hiyo. Nilitakiwa kufanya kitu.
Samuel hakuwahi kumkemea mtu yeyote. Alisema tu, sasa ulifanya. Sauti yake haikuonyesha uchungu. Ilikuwa na aina tu ya amani inayofanya watu washushe macho yao na kujitafakari tena. Kufikia Spring, Grace and Grit ikawa kipenzi cha eneo hilo. Samuel aliajiri vijana wawili kutoka makazi ya wasio na makazi kusaidia. Harufu ya vitunguu vilivyokaangwa ilipepea mbali. Waandishi wa habari walirudi, lakini wakati huu kuelezea hadithi ya kujenga upya, sio janga. Kamera zilipiga Samuel akigawa chakula cha bure kwa watu wengine wasio na makazi. Klipu hiyo ilienea tena, lakini kwa njia tofauti, joto badala ya hasira. Wakati huo huo, afisa Grant alififia katika ukimya. Alifutwa kazi, pensheni yake ilibatilishwa. Majirani zake waliacha kumsalimia. Sare ambayo mara moja alivaa kama silaha sasa ilikaa imekunjwa katika sanduku la kadibodi. Alijaribu kuomba kazi za usalama, lakini alikataliwa kila wakati. Ulimwengu ulikuwa umeendelea bila yeye, na kelele ya injini bado ilimwandama katika ndoto zake. Rick na wafanyakazi wake walisembelea Samuel kila wiki, wakileta sehemu, vifaa vya kusafisha na hadithi kutoka barabarani. Angewalisha kila wakati kabla ya kujihudumia. Wakati mmoja wa waendesha pikipiki wachanga aliuliza kwa nini alimsamehe mtu aliyemharibu. Samuel alisema tu, kwa sababu nakumbuka ni nani aliyenipata nilipokuwa nimepotea. Usiku huo, Rick alimtazama akifunga mkokoteni, akifikiria jinsi taa za barabarani zilivyoakisi mikono ya mzee, thabiti, imepona, haogopi. Ulimwengu ulikuwa umemvunja Samuel mara moja, lakini sasa ilikuwa inainama kichwa chake alipopita. Baridi ilirudi kimya kimya. Hewa ilikuwa nyembamba, aina ambayo huma kwenye vidole na kufanya injini zihoe mara mbili kabla ya kuwaka. Samuel alifunga mkokoteni wake mapema jioni hiyo, pumzi ikionekana mbele yake. Ngambo ya barabara, aligundua umbo limeanguka karibu na kituo cha mabasi. Koti limechanika, uso umefichwa nusu. Mkao ulikuwa wa kawaida. Kiburi kiliporomoka kuwa msamaha. Alivuka barabara, buti zikisaga juu ya barafu. Alikuwa afisa Grant. Mwanamume ambaye mara moja alitoa amri sasa alitazama chini kwenye lami, macho matupu, mashavu magumu na wiki za kutelekezwa. Ishara ya kadibodi ilipumzika karibu na mguu wake. Nahuhitaji msaada. Chochote husaidia. Kejeli ilikuwa ya kikatili na kamili. Samuel alisimama. Ulimwengu ulijisikia kimya isivyo kawaida. Aina ya ukimya unaoruhusu dhamiri kuzungumza. Alifikia mfukoni mwake, vidole vikigusa dola chache alizotengeneza siku hiyo. Alichuchumaa, magoti yakivunjika polepole na kuweka bili karibu na mkono wa Grant uliotetemeka. Aliyekuwa afisa wa polisi aliangalia juu, machafuko yakibadilika kuwa aibu. Sauti ya Samuel ilitoka thabiti, karibu laini. Unapotumia nguvu kuumiza wengine, unapoteza kitu pekee kinachokufanya uwe mwanadamu. Hakuna umati, hakuna kamera, ni wanaume wawili tu, na mwangwi wa kila kitu kilichotokea. Samuel aligeuka na kurudi kwenye baridi, silhouette yake ikikunjua kwenye ukungu wa taa za barabarani. Baadaye usiku huo, Rick na wafanyakazi wake walisimama karibu na ghorofa yake. Walishiriki chai na mazungumzo ya utulivu, aina ambayo haihitaji maneno. Kicheko cha Samuel kilijaza chumba kama joto, kikirejea mahali palipoganda kwa muda mrefu. Rick alimtazama, akitambua mzunguko ulikuwa umefungwa. Rehema ilikuwa imeokoka ambapo hasira ingeweza kuwaka moto. Alikanyaga kwenye balkoni, taa za jiji zikiwaka chini kama moto wa mbali, na kunong'ona wazo ambalo lilikuwa limembeba miaka yote hii. Mungu anaweza kutumia hata watu wakorofi kufanya mambo safi zaidi. Chini barabarani, injini 15 zilianza kunguruma. Waendesha pikipiki walenji walitoka tena, sio kupigana, bali kulinda. Taa zao za mbele zilinyusha kwenye lami kama ahadi, zikikata giza, zikithibitisha kwamba haki inapoguswa na neema bado inaweza kunguruma. Ikiwa hadithi hii imekugusa, ishiriki kwa sababu mahali fulani nje, Samuel mwingine bado anahitaji mtu asimame kati yake na ukosefu wa haki.
Jisajili kwa hadithi za kweli zaidi za rehema, ukombozi na nguvu.